Welcome, sir. Mahakama ya Mlimani ya kupambana na ufisadi jijini Nairobi ilijaa wanasiasa, washirika na wataalamu wa sheria. Miongoni mwao ni kinara wa chama DAP Kenya Eugene Wamalwa, kinara wa chama cha Roots Professor George Wajackoya, Senator Dan Maanzo na mbunge Ndegwa Njiru. Wote walifika hapa kujua hatima ya kesi ya ufisadi inayomkabili gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Gavana Natembeya alikanusha mashtaka dhidi yake na akaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000 taslimu. This court reaches a conclusion that the state has failed to present compelling reasons to deny the first accused shall be released upon executing a bond of Kenya shillings 1 million with one surety of the same amount. Alternatively, the first accused shall be released upon depositing cash bail in the sum of Kenya shillings 500,000. Ingawa Natembeya yuko huru, hana uhuru wa kutembea kama awali. Mahakama imemzuia asiingie katika ofisi yake kwa siku 60, asiizungumzie kesi hadharani na asisafiri nje ya nchi isipokuwa akiruhusiwa na mahakama. Gavana huyo aliyekamatwa Jumatatu anakabiliwa na mashtaka yaliyotokana na mgongano wa maslahi na kujinufaisha binafsi na pesa za umma. Nje ya mahakama, Eugene Wamalwa alisema upande wa utetezi ulifanya kazi usiku na mchana kupata hiyo dhamana, lakini amekosoa masharti yaliyowekwa na mahakama. This solidarity is what we really want to celebrate, and to look Ruto in the eye and tell him, we will not allow you to weaponize the criminal justice system, to intimidate the opposition, and to think you'll get away with it. Mwizi number 1 in Kenya anajulikana. He is known. EACC, you should be pointing your guns at that Mwizi number 1. This idea of going behind the law and apprehend people on Friday to torture them till Monday really is unconstitutional. Senator Onyonka naye na Asha Bashir walihimiza serikali ielekeze nguvu zake katika masuala muhimu zaidi ya kitaifa. We've been arrested before, we've been put in jail before, we will come to this court again and again. This country deserves better. This government is busy looking for things to do, yet kazi imewashinda. We have young people who died. I wish you use the same machinery to bring to book the people who killed our Kenyans. Fatma Chidagaya, K24, Nairobi.